Mvutano kati ya Iran na Marekani umechukua sura mpya ya hatari baada ya ripoti kudai kuwa Irani imeishambulia kwa makombora meli ya kijeshi ya Marekani iliyokuwa ikijaribu kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz, eneo ambalo linachukuliwa kuwa moja ya njia muhimu zaidi za biashara ya kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran Fars News Agency, shambulio hilo lilifanyika baada ya meli ya Marekani kupuuza onyo kali kutoka kwa vikosi vya majini vya Irani ambavyo kwa muda mrefu vimekuwa vikisema kuwa usalama wa eneo hilo uko chini ya mamlaka yao. Taarifa hizo zinaeleza kuwa meli ya Marekani ililengwa na makombora mawili yakidaiwa kuipiga na kusababisha uharibifu ulioifanya ishindwe kuendelea na safari yake. Vyanzo vya ndani vilivyonukuliwa vinaeleza kuwa baada ya shambulio hilo, meli hiyo ililazimika kubadili mwelekeo na kuondoka haraka katika eneo hilo ili kuepuka madhara zaidi. Hata hivyo, hadi sasa kuna uthibitisho wa kujitegemea kutoka vyanzo vya kimataifa na Marekani bado haijatoa tamko rasmi kuthibitisha au kukanusha tukio hilo. Ukosefu wa taarifa rasmi kutoka Washington unaongeza hali ya sintofahamu, lakini pia unaweza kuashiria uwepo wa tathmini ya ndani ya kijeshi au kidiplomasia nyeti zaidi inayofanyika nyuma ya pazia. Mara nyingi katika matukio ya namna hii, Marekani huchukua hatua kabla ya kutoa taarifa kamili ili kuthibitisha ukweli wa tukio, kulinda siri za kijeshi au kupanga majibu ya kimkakati. Tukio hili linakuja kwenye kipindi ambacho hali ya usalama katika eneo la Ghuba ya Uajemi imekuwa tete kufuatia operesheni mpya ya Marekani iliyopewa jina la Project Freedom. Operesheni hii ilitangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump ikiwa na lengo la kuongoza na kulinda meli za kibiashara zilizokwama au zilizo katika hatari ndani ya Hormuz baada ya eneo hilo kushuhudia vizuizi na vitisho vya kijeshi vinavyohusishwa na Irani. Trump alieleza wazi kwa Marekani iko tayari kutumia nguvu kuhakikisha uhuru wa usafiri baharini unalindwa, akionya kuwa hatua yoyote ya kuingilia operesheni hiyo itajibiwa kwa nguvu kubwa. Kwa upande wake, Iran imekuwa ikisisitiza kuwa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo ni uchokozi unaochochea machafuko. Maafisa wa kijeshi wa Iran, wakiwemo wale wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, wamekuwa wakionya mara kwa mara kwamba nchi hiyo haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya chombo chochote kitakachokiuka mamlaka yake katika eneo hilo nyeti. Kauli hizi zimeongeza uwezekano wa makabiliano ya moja kwa moja baharini, hasa wakati pande zote zinapofanya operesheni katika eneo moja kwa wakati mmoja. Kijiografia, mlango wa Hormuz ni njia nyembamba inaunganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman na ni lango muhimu kwa usafirishaji wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati kwenda masoko ya dunia. Inakadiriwa kuwa zaidi ya 20% ya mafuta yote yanayosafirishwa kwa njia ya bahari hupita katika njia hii. Hivyo tukio lolote la kijeshi katika eneo hilo lina athari za moja kwa moja kwa uchumi wa dunia, hususan bei za mafuta na usalama wa nishati. Ujumla, tukio hili linaongeza sura ya hatari katika mzozo unaoendelea kati ya Iran na Marekani. Bila hatua za haraka za kidiplomasia au mawasiliano ya wazi kutoka pande hizo mbili, dunia inaweza kushuhudia kuingia kwa mgogoro huu katika hatua mpya na hatari zaidi, yenye athari kubwa kwa usalama wa kimataifa, uchumi wa dunia na utulivu wa kisiasa katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.